Naam, mimi naitwa Abdalla Idrisa Majura. Nimeanza kufanya kazi na marehemu Charles Hilary tukiwa Radio Tanzania. Yeye akiwa amenitangulia, aliingia Radio Tanzania mwaka 80. Mimi niliingia miaka 8 baadaye, yaani mwaka 1988. Marehemu Charles Hilary baada ya kuingia pale alikuwa ni mwalimu wangu, na alikuwa ni mwalimu wangu katika jambo kuu moja. Kutokana na mimi kukulia zaidi mikoa ya Tanzania bara, nilikuwa nachanganya herufi ya R na L. Kwa hiyo wakati nikisoma habari ama habari kwa ufupi ama kufanya vipindi, nilikuwa na tatizo la kuchanganya herufi kati ya R na L. Sasa marehemu Charles alinijia moja kwa moja, akanifahamisha kwamba bwana Abdalla Majura, wewe ni mtangazaji mzuri sana. Dosari yako ni moja tu, jaribu kuwa makini kwenye R na L. Kwa hiyo wakati wote nilipokuwa nafanya vipindi ama wakati wote nilipokuwa labda natangaza kitu chochote, kitu cha kwanza nilikuwa namkumbuka Charles kwamba aliniambia niwe makini katika herufi mbili, R na L. Na kweli amenisaidia sana. Kwa hiyo Charles baadaye tukafanya kazi pamoja pale Radio Tanzania, lakini mwaka 1993 Charles Hilary akaondoka Radio 1, akaondoka Radio Tanzania. Yeye, Bishop Mahamudi, Abubakar Liongo na Julius Masaka wakaanza Radio 1. Kutokana na walivyokuwa wameinua haraka Radio 1, na sisi na niseme wazi, kama kuna mtu alitikisa Radio Tanzania kwa kuondoka kwake, ni marehemu Charles Hilary. Katika ile wingi ya watangazaji wote tuliondoka pale miaka hiyo ya 90, Charles Hilary alirudisha Radio Tanzania. Kwa sababu gani? Wakati huo ni radio moja, lakini pia wakati huo yeye ndiye anayetegemewa zaidi katika matangazo ya biashara, kuweka sauti, kurekodi vipindi vya biashara, kutangaza mpira, kusoma habari. Charles Hilary alibahatika kuwa na sauti yenye mvuto, sauti inayomfanya msikilizaji kwenye redio ama sauti inayomfanya mtazamaji kwenye TV awe makini ya kuendelea kumsikiliza. Na sisi watangazaji, kuna mtu ambaye anaweza akakupenda na mwingine asikupende kutokana na sauti yake, hata kama nitakuwa sijafanya utafiti. Lakini sauti ya Charles ilipendwa na wasikilizaji wengi kwenye redio na ilipendwa na watazamaji wengi kwenye TV. Alikuwa amebahatika kuwa na lafudhi nzuri, alikuwa na matamshi mazuri, Kiswahili kizuri, mianguko mizuri ya kuwasilisha kitu chochote. Na hakuna kipindi ambacho Charles angeweza kufanya ukahisi kama kimekwana. Alikuwa anajua namna ya uwasilishaji wa kipindi na kuvaa uhusika wa kile kipindi. Lakini kitu kingine, Charles alikiweza Kiswahili. Wakati wowote anapokuhisi kwamba wewe unatangaza kitu ambacho kinaharibu lugha ya Kiswahili, halazi damu, atakuambia. Lakini pia Charles, mlango wake wa kufundisha watu ulikuwa wazi. Alikuwa kwamba mpaka umoja, alikuwa wakati wote yeye yuko tayari kufundisha. Kwa hiyo ndio katika vitu vitatu. Kwanza, kesho yake alikuwa ni mtu mchangamfu sana. Pamoja na kuwa alikuwa ni nyota, alikuwa ni star, Charles hakuwa na maringo. Charles hakuwa na mafuta, ile vijana wamjue sana mtu fulani na mafuta. Charles ule umaarufu wake haukumlevya, hakuvimba makwapa. Sisi watangazaji ama vijana ambao bado wako kwenye fani, hebu mwige Charles Hilary katika hilo. Vijana wa sasa hivi akiwa maarufu kidogo,